Salam Kibaha Pwani. Leo Bongo FM kupitia kipindi cha Made in Tanzania tumekita kambi katika kiwanda cha Tanzania Biotic Limited, kiwanda ambacho kimejikita katika uzalishaji wa viuadudu lakini pia viuatilifu vya kilimo, na hasa zaidi kama kipindi chetu ambavyo tumezoea tunajadili vile vitu ambavyo vinafanywa na Watanzania hasa kibunifu lakini pia uzalishaji wa viwanda. Na hapa zaidi tutaona mengi ambayo yanafanywa na kiwanda hiki cha TBPL. Jina langu ni Emi Jovin, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kama Bongo TZ FM. Tuko maabara ya microbiolojia. Ni sehemu ambapo uzalishaji wa viuadudu hizi aina 3 unafanyika. Kama ilivyoelezwa awali, uzalishaji wa bidhaa tulizonazo ni wa teknolojia kutoka Cuba. Na tunahusisha bakteria aina 3. Kwa kila bidhaa moja inazalishwa kutokana na bakteria maalum ambao hawana madhara kwenye mazingira, hawana madhara kwa binadamu wala hawana madhara kwa wanyama. Kwa hapa ndio sehemu ambapo uzalishaji unaanzishwa. Sehemu ambayo tunaanza kuotesha hawa wadudu kwa ajili ya uzalishaji mkubwa. Kwa kama mnavyoona vifaa vilivyopo hapa ni vya hali ya juu kabisa. Ni vifaa ambavyo viko advanced kabisa. Kiwanda hiki kina maabara kubwa na ya kipekee barani Afrika. Kwa kiwanda hiki kama ilivyoelezwa awali ni kiwanda pekee Afrika, kingine kiko Cuba na kingine kiko Japan. Kwa Afrika ni hiki pekee. Kwa hiyo katika uzalishaji wa dawa hii tunaanza katika skeli ndogo ya takriban mililita 10 za wadudu. Alafu tunaendelea kuwakuza wadudu kutoka hatua moja kwenda nyingine mpaka kwenye hatua ya lita 1. Kutoka hatua ya lita 1 tunakwenda hatua ya lita 40. Kutoka lita 40 tutakwenda lita 150, kutoka lita 150 tutakwenda lita 1500 na kutoka lita 1500 tutakwenda lita 15000 ambayo ndio kiwango cha mwisho kabisa cha uzalishaji. Kwa hiyo ikifika kwenye lita 15000 tutawaacha pale wadudu wetu mpaka watupatie kila ambacho tunakihitaji. Kitu tunachokihitaji sisi wakati tunazalisha hapa tunahitaji hiyo protini maalum ambayo ni kwa ajili ya kuangamiza viluilui mbu, lakini protini maalum kwa ajili ya kuangamiza viwavi jeshi. Plus 255 ya Bongo FM, na sasa tupo Kibaha Pwani kwenye kiwanda cha TBPL. Tupo ndani hapa tunaanza kuona mashine kama hii, mitambo mbalimbali ipo kwa ajili ya uzalishaji wa viuadudu lakini viuatilifu pamoja na mbolea. Hapo unaweza kuona ni namna gani uzalishaji unafanyika, lakini yote hii ni katika kufanya sasa Tanzania iweze kunufaika katika masuala ya kilimo lakini pia kwenye masuala ya afya. Hapa ndio tutakapoona kwamba bidhaa za viuadudu hususan vile ambavyo vipo kwa ajili ya kuua viluilui vya malaria zinapatikana hapa, zinatengenezwa hapa, lakini pia yote vinapatikana hapa, na baada ya hapo ndipo vinavyotolewa na kusafirishwa kwenda kwenye halmashauri mbalimbali nchini. Huu ni uzalishaji wa ndani kabisa. Tunaona kuna bidhaa mbalimbali kama vile mbolea ambazo zinatumika Tanzania, na hizi ni kuambia tu ya kwamba hazina sumu yoyote. Bidhaa ambazo zinapatikana hapo ukizitumia kwenye mboga ambayo unaweza kaenda kumwagilia labda kwenye mboga yako, basi unaweza kutumia muda huo. Na hii ni kutokana hizi mashine na hii teknolojia ambayo ipo hapa ipo kwa ajili ya kuzalisha malighafi au bidhaa ambazo zipo hapa kibiolojia. Tukizungumzia bidhaa za kibiolojia inamaanisha ni kwamba
zile bidhaa ambazo hazina sumu ndani yake, kwamba unaweza ukaitumia muda wote hata kama hiyo bidhaa au hilo zao limepuliziwa muda huo. Kwa hiyo wale wote ambao wanazalisha mboga za majani anaweza akatumia bidhaa hizi na akanufaika vizuri, kwa sababu anaweza akaichuma muda wote na isiwe na madhara yoyote katika mwili wake. Kwa hiyo wale ambao wanapata magonjwa kama ya kansa ya ngozi na kansa nyingine na magonjwa mengine kama mfano TB, haya yote yanaweza yakaepukika kama tutaamua kutumia bidhaa ambazo zinapatikana hapa TPBL. Na hizo bidhaa ndo kama vile viuadudu, na hapa tunazungumzia viuadudu vya malaria, lakini pia tunazungumzia mbolea za kibiolojia, lakini pia viuatilifu hai ambavyo vipo kwa ajili ya kutunza mazao. Mimi kwa majina naitwa Samuel Paulo Mzirai. Mimi ni manager masoko katika kiwanda hiki cha viuadudu Kibaha ambacho tunaita Tanzania Biotech Products Limited. Hichi kiwanda ni kiwanda cha serikali, kinamilikiwa na serikali kwa 100%. Kiko chini ya shirika la taifa la maendeleo NDC, National Development Corporation, chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Hichi kiwanda, idea ya kukianzisha kwanza kabisa ilikuwa ni kupambana na malaria nchini, lakini baadaye lengo lingine ilikuwa ni kuweza kusaidia wakulima kiuchumi. Kwa hiyo lengo la kwanza kupambana na malaria nchini kwamba ni lengo la shirika la taifa la maendeleo duniani WHO, kwamba ugonjwa wa malaria uweze kumalizwa duniani ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo sisi kama nchi ya Tanzania tumekuwa tukitumia mbinu mbalimbali, tukitumia vyandarua, tukitumia dawa za kupulizia, lakini na ugonjwa kweli ukao umeshuka wa malaria kwa kiwango fulani. Lakini kutokana na kasi ya kushukaji ikawa ni ngumu sana kuweza kufikia lengo la mwaka 2030. Kwa serikali ikaona iongeze nguvu ya kupambana na chanzo cha ugonjwa wa malaria ambao ni kule yako mbu wanataga mayai. Kwa hiyo ikaja na mbinu ambayo itasaidia kupunguza ugonjwa wa malaria, lakini wakati huo kulinda afya za wananchi na kuleta pia ustawi wa mazingira. Kwa sababu madawa mengine unaweza kuyatumia kama vile DDT, kweli ukaondoa ugonjwa wa malaria, lakini utakuwa na athari kubwa katika afya za watu, lakini hata katika ekolojia ya mazingira. Kwa serikali ikaja na afua hii inaitwa afua ya viuadudu au Biolarvicide Intervention, ambapo kiwanda kilijengwa kwa kushirikiana na wenzetu wa Cuba ambao ndio wana teknolojia. Kwa hiyo tukaanza, ilikuwa lengo ni kuzalisha lita milioni 6, lakini upembuzi yakinifu unaonyesha matumizi ya ndani ilikuwa ni lita milioni 5,630,000. Maana yake itabaki lita 330,000 ambazo hizi zilipaswa kuuzwa nchi za nje. Mkumbuke kabisa kwamba dhana ya Tanzania kisiasa tangu zamani ni kwamba ukombozi wa Tanzania haujakamilika kama nchi nyingine za Afrika zinaendelea kutawaliwa. Kwa vivyo hivyo tumeendelea na dhana hiyo kwamba kuondoa malaria Tanzania haitatosha kama majirani zetu bado wana tatizo la malaria. Kwa hiyo ikabidi kuanza pia kutafuta masoko sasa ya kimataifa. Tuna Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna mikutano mbalimbali ya ambayo tunashirikiana nao hasa kupitia kampuni yetu ya TanTrade kwenye maonyesho. Kwa hiyo kupitia TanTrade na maonyesho mengine ya kimataifa tumeweza kupata mawasiliano na majirani zetu. Kwanza tulifanya safari pia tukawatembelea wenzetu Kenya, na baada ya kuongea nao kwamba tuna bidhaa hii, Kenya Wizara ya Afya ilikuja kuchukua bidhaa mahali hapa. Na wameendelea kununua, serikali pamoja na makampuni binafsi. Lakini pia majirani zetu wengine ni Uganda, ambapo viongozi wetu walikutana kule Cuba kwenye mkutano wa ile G77. Walipokutana kule viongozi wetu wakaongelea kuhusu mambo haya ya biashara, na tayari tumeshauza Uganda kupitia Wizara ya Afya. Kwa hiyo tuna mahusiano pia na wenzetu wa Msumbiji, pia tumepeleka bidhaa yetu Msumbiji. Sasa hivi bidhaa yetu iko kwenye process ya kusajiliwa kwenye nchi ya Malawi.
Lakini hata kwenye hizo nchi nyingine za ambazo tumeuza, Namibia, Botswana, nchi za Eswatini, zote tumeuza bidhaa huko nchi hizi za SADC. Lakini yote tunakutana kwenye mikutano mbalimbali ya kimataifa. Kwa mfano kila mwaka kuna kitu kinaitwa SADC Industrial Week. Ni wiki la jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, ambao wanaadhimisha wiki la viwanda. Kwa kupitia mikutano kama ile, ndipo na sisi tunaposhiriki tunapata fursa ya kuelezea wenzetu na kuzalisha na kuwaweza kuwauzia bidhaa zetu. Sasa hivi tumeongeza bidhaa nyingine ambazo ni bidhaa ya kilimo, tunaita viuatilifu hai. Badala ya kutumia makemikali yale ya kuua wadudu kwenye mazao ambayo pia yana athari kiafya, sasa hivi tunatumia viuatilifu hai ambavyo ni vya kibiolojia, ambavyo mtu anatumia. Kwa mfano anaweza akapiga leo kwenye mboga, akimaliza kupiga akachuma mboga pale pale akatumia. Ni kwamba haina madhara kabisa. Na tumeweza kuwafikia wakulima wetu wa ndani kwanza kwa matangazo ambayo yapo kwenye redio, kama hivyo tunapoenda kuongea kwenye redio hizi kubwa kubwa na hizi community radio jamii tunasema, kwenye television. Lakini pia kuna maonyesho mbalimbali, kwa mfano Sabasaba tuna maonyesho kama 88. Lakini pia tunashirikiana na wenzetu kama taasisi ya utafiti wa kilimo TARI pale Arusha Sereani. Tumeanza kuzalisha mahindi kwenye hizi tunaziita demonstration plot. Mahindi yanazalishwa, dawa yetu inatumiwa, alafu wakulima wanakwenda kuangalia kwamba haya ni mahindi ambayo yamekuzwa kwa kutumia product yetu. Kwa hiyo mkulima akiona jinsi yalivyo ambao hajawa affected na wadudu anavutiwa. Kwa hiyo ni njia moja hapo pia ambayo tunaitumia kuweza kuwapata wakulima. Lakini pia kwenda kwenye mikutano ya wakulima wenyewe. Wakulima wanapokutana, basi na sisi tunapata fursa ya kwenda pale kuelezea dawa yetu kwa wakulima, waielewe, waikubali, waweze pia kuinunua. Kwa hizo ni njia ambazo tumeweza kuzitumia. Lakini pia kushirikiana na vyama vya wakulima, vyama mbalimbali vya wakulima pamoja na taasisi mbalimbali. Kwa mfano kuna taasisi tunaita Movement for Organic Agriculture in Tanzania. Hawa wanashughulika na wale wakulima wote ambao wanafanya kilimo hai. Kwa sisi sababu ni wadau wao, wanatuweka pia kwenye page yao, kwa wanatutangaza. Kwa wakulima wanatuona na wanatufuata. Lakini pia tunashirikiana na baraza linaitwa Baraza la Kilimo Tanzania, Tanzania Agricultural Council, ambapo pia ina wanachama wengi. Kwa na sisi kuwa wanachama mle pia tunapata fursa ya kuweza kujitangaza kupitia hilo baraza. Kwa wakulima ambao ni wanachama pale wataweza pia sisi kutufahamu. TBPL mmefanikiwa hasa zaidi kwenye upande wa sekta ya afya huko, naona mko vizuri kimataifa zaidi. Lakini pia vipi kwenye upande wa viuatilifu vya kilimo sasa kimataifa kwenu? Kwa sasa hivi viuatilifu vya kilimo kwanza tulishapeleka Kenya. Unajua sababu hii ni bidhaa mpya, wakulima wanapenda sana kutaka kuona jinsi inavyofanya kazi. Yaani hawaingii moja kwa moja kuifuatilia, kuitumia. Wanataka kwanza waone inafanyaje kazi, ina tofauti gani na hizi ambazo tunazo sasa hivi. Kwa hiyo kuna kampuni pale Kenya inaitwa Biomedica, walichukua sampuli hapa wakaenda kufanya majaribio kwenye maharage. Na wametupa majibu kwamba inafanya kazi vizuri sana kwenye maharage. Kwa hiyo tunategemea sasa baada ya hayo matokeo basi tushirikiane vizuri na Biomedica kuweza kusambaza hii dawa pale Kenya. Lakini tuna mpango pia kwa hizi nchi ambazo tayari tuna uhusiano nao kwenye mambo ya hizi viwadudu, tuweze pia tumeshawaeleza kwamba pia tuna bidhaa nyingine ya kilimo. Kwa hiyo nao waje waweze pia kufanya majaribio, wakiona inafanya kazi vizuri na uyashua kwamba inafanya kazi vizuri, basi tutapata masoko pia huko. Lengo la kuanzisha hii uzalishaji wa viwadudu hapo awali kwamba mnunuzi mkubwa awe ni serikali yenyewe. Kwa sababu madimbwi mengi ni ya umma, ya ambao mbu anazaliana. Kwa hiyo ukitegemea mtu mmoja tu afanye yeye peke yake, ingechukua muda mrefu sana kumaliza malia katika nchi. Kwa hiyo wateja wakubwa sana ni halmashauri. Kwa hiyo sasa serikali inafanyaje kazi sasa?
Sasa hivi halmashauri zote ziko chini ya TAMISEMI, taasisi hiyo ya ofisi ya rais. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi, serikali kupitia Wizara ya Afya wao wananunua dawa. Mtekelezaji wa shughuli ya upuliziaji ni TAMISEMI. Kwa hiyo tunashirikiana vizuri sana kati ya kiwanda, Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI. So Wizara ya Afya wanatoa manake miongozo ya jinsi gani ya kutumia hii afua, inafanyika vipi, jinsi gani ya kuipima, lakini usimamizi sasa wa zoezi zima la kwamba lisimamiweje na kina nani, huu unafanywa na TAMISEMI. Kwa hiyo tuna hii pembe tatu kubwa ya mashirikiano: kiwanda, manake Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI. Viuatilifu hai kibiolojia vina nafasi gani katika kuzuia magonjwa yasiyoambukiza? Kama nilivyosema awali, lengo la kuanzisha hizi bidhaa za kibiolojia au tunaita bioproducts ni kupunguza au kuondoa kabisa matumizi ya kemikali. Kemikali ni vitu ambavyo kwanza sio rahisi kupotea kwenye mazingira. Kwa mfano kemikali kama DDT. DDT imetumika sana kwenye wakulima wa kahawa na mazao mengine kwa ajili ya kudhibiti wadudu wadhurifu. Lakini DDT hii ina uwezo wa kukaa kwenye ardhi kwa miaka isiyopungua 70. Kwa hiyo unavyoitumia hapa, kwa shamba liko hapa, nia yako ni control, kudhibiti wadudu kwenye hili eneo. Lakini kwa sababu inakaa kwenye ardhi kwa muda mrefu, mvua inaponyesha inaweza kachukuliwa ile kwa umbali mrefu, labda kaingia hapa kwenye mto. Inapofika kwenye mto, sifa za hizi kemikali zina sifa ya kwenda kujikusanya kwenye seli zenye mafuta au tishu zenye mafuta. Kwa hiyo mathalan imeingia kwenye ziwa au kama hapa Dar es Salaam imeingia kwenye bahari, maana yake itaathiri samaki, itaathiri viumbe wengine wote kwenye samaki, mapweza na vingine. Kwa hiyo mimi ninapokuja kumla samaki ile athirika na ile kemikali, maana yake ile kemikali pia na mimi itakwenda itakaa mwilini. Kwa inapokaa mwilini, kwa sisi ambao watu wa chemist, inapokaa mwilini inabadilisha chemistry ya mwili. Chemistry ya mwili haiwi tena kama ilivyo, kwa sababu ile inakuwa ni kitu kama kitu kigeni kimeingia ndani. Kwa hiyo inapobadilisha chemistry ya mwili, inabadilisha hali ya kibiolojia ya mwili husika. Kwa hiyo unaweza kupata magonjwa sasa, kwamba kwenye umri mdogo mtu akapata makansa ya ini, kansa sio ya nini, lakini mtu labda ana miaka 50 akiwa tayari anaugua kansa. Ana miaka 40 tayari anaugua kansa. Lakini kuja kuangalia hasa ni nini? Ni matokeo ya matumizi mabaya ya kemikali. Sasa kwa sababu ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba inalinda usalama wa raia wake na hata kuongeza umri wa kuishi wa mtu. Sababu mtu kama ana miaka 40 akafa na kansa, huyu mtu huenda labda alikuwa mtu labda ni engineer, mtu potential, angetakiwa kuishi miaka mingi aweze kulitumikia taifa. Sasa leo anakatizwa uhai wake na miaka 40, 45. Umeelewa? Lakini kisa nini? Ni makemikali. Na mtu kasomeshwa na nchi, kasomeshwa na serikali. Kwa hiyo serikali imeona kwamba ichukue hatua. Tuanze kupunguza taratibu matumizi ya ya kemikali. Tuweze kulinda afya za udongo, afya za mazingira, lakini na afya za watu uko mwishoni, ili kwamba ustawi wa watu. Tunaposema kwamba afya ni afya ya vitu vyote. Mtu awe na afya, mimea iwe na afya, mazingira. Kwa mwisho wa siku ingawa imeathiri mmea au imeathiri viumbe wa baharini, mwisho wa siku mtu pia itamkuta. Malighafi kutoka TDPL zinatoka wapi? Kwa mfano malighafi kubwa kwenye viuadudu na hii biopesticide ni wanga. Wanga tunasema ni starch. Lakini kuna hawa bakteria ambao pia tunawatumia. Bakteria hawa ambao tunawatumia hatuwapati hapa nchini. Hawa wanapatikana nje ya nchi. Na kitu kingine ambacho pia kinapatikana nje ya nchi ni hamira. Sio hamira hii ya maandazi. Hamira ziko za aina nyingi. Hii tunaipata hasa kwenye nchi kama China. Tunaita Torula Yeast. Lakini pamoja na pia huu wanga ambao tungesema labda tungepata hapa nchini, huu wanga tunaotumia ni ule wanga ambao ni very refined wanga. Very refined starch.
Kwa hiyo bado hapa Tanzania hatujawa na hivyo viwanda vya kuweza kutengeneza hiyo refined starch. Labda iwe ni changamoto pia kwa viwanda vyetu ambavyo vinatengeneza hizi maize starch kuweza kutengeneza ile grade ambayo ni very refined. Bado kitu kama wanga huu ambao tunautumia tunaagiza kwenye nchi kama China. Sawa kabisa. Ili hii dawa yetu iweze kusambaa nchi nzima. Lengo ni kwamba bidhaa iwafikie wananchi nchi nzima na kwa ukaribu, ili kupunguza gharama za usafirishaji. Tumeshatoa matangazo na tunaendelea kutoa wito kwa watu ambao wanaweza kuwa mawakala. Sasa hivi tayari tuna mawakala wakubwa wawili. Tuna wakala anaitwa Benz Agrobusiness ambaye yuko hapa Dar es Salaam, na mwingine anaitwa JJ ambaye yuko pale Chalinze, ambao hawa wana matawi mbalimbali mikoani. Na kigezo cha kuwa wakala wala sio kigumu. Wakala ni kwamba tu awe na leseni ambayo inamwezesha kuwa na kibali cha TPHPA, kwa sababu hii bidhaa imesajiliwa na mamlaka ya udhibiti wa mimea nchini, TPHPA, zamani tukiita TPRI. Kwa hiyo mtu ambaye ana kile hiyo certificate ya kufanya biashara ambayo imepata TPHPA, tayari yeye ana vigezo vya kuwa wakala. Na sisi hatuna uzuri ni kwamba tunamuuzia bidhaa kwa bei ya chini kidogo, tofauti na mteja wa kawaida. Kwa mtu mwenye vigezo hivyo anaweza kuwa wakala, wala hakuna masharti magumu. Hii kiwanda cha serikali, bidhaa itakuwa zifike popote, kwa hiyo tunamkaribisha sana. Lakini kama kiwanda pia tunataka kupungua sales point kwenye maeneo kama 8 hivi. Tufungue kule Arusha na Kilimanjaro kwa ajili ya kusevu ile kanda kaskazini, lakini tuna mpango kufungua pale Dodoma kusevu eneo ile la kati, kule Mwanza, Nyanza Glass pale kwa ajili ya kanda ya Ziwa, lakini na maeneo ya Njombe pamoja na Lindi. Lakini pia hata hapa Kibaha maili moja pale Tamko tutakuwa pia na sales point moja kwa watu wa Dar es Salaam pamoja na Pwani, pamoja na sehemu nyingine, senta nyingine itakuwa ni Morogoro. Yeah. Ni hatua gani za kiusalama ambazo zinachukuliwa kuhakikisha ubora na usalama wa hizo bidhaa zinazozalishwa? Hizi bidhaa kama nilivyokuambia mara ya kwanza ni bidhaa za kibiolojia. Hazina athari zozote. Kwamba hata unaweza kwa mfano hiyo Biolarvicide kwa wale ambao wana mapipa labda anatunza maji ndani na hayana mifuniko, yana athari ya mbu kuweza kufutaga mayai na kuzaa, anaweza kuweka dawa mle akaendelea kunywa maji yake, akaendelea kuoga bila madhara yoyote. Kwa sababu hii bidhaa tunasema is highly specific. Highly specific maana yake yenyewe inamtarget kiluilui wa mbu tu. Hata yule mbu mkubwa haimuui, yenyewe inaua kiluilui tu. Kwa unaweza kuweka kwenye maji, hapo hapo ukayanywa maji, hapo hapo ukaoga, hapo hapo ukapikia. Kwa hiyo hata wakati wa kupuliza, mnaona watu wakipuliza dawa wanajifunga madude yale usoni, puani na nini, kwamba kemikali usivute. Ni tofauti kabisa na hii dawa. Unaweza kupuliza tu normally bila hata kujifunga haya madude. Sana sana tu kwa sababu ina rangi, unaweza kuvaa koti kuepuka nguo zako zisichafuke. Lakini kwamba kuna athari si kwenye kupumua, si kikumagikia, si kufanya nini, athari hizo haipo. Hii ni dawa ya kibiolojia. Matumizi sahihi ya bidhaa hiyo ni yapi? Kwa bidhaa ya Biolarvicide, kwa kama una matanki ya maji, unaweka mililita moja kwa ujazo wa maji lita 50. Sasa mililita moja ni ngumu mtu kupima. Unaweza mililita moja ni sana matone 20. Kuna vile vichupa vidogo ambao ndio tunavitumia kwenye hiyo kuweka kwenye maji. Unaweka matone 20, matone hayo 20 kwenye maji ya lita 50. Maana yake utakuwa na hesabu matone rahisi kuliko kupima hiyo milizi ngapi, milizi moja. Lakini kama ni nje kwenye breeding site ya nje kama hivi flat, basi pale ni milizi 5 kwa eneo la square mita 1. Lakini kwa hii dawa ya kibiolojia hii ya kudhibiti wadudu, yenyewe ni lita 2 kwa eka moja. Na hizi lita 2 utaziweka kwenye maji ya ujazo wa lita 80. Kwa hiyo maana yake ni nini? Yale madumu tunaovaa ya kupulizia huwa ni lita 20. Kwa hiyo mle utaweka nusu lita. Kwa hiyo nusu lita, baadaye utajaza maji yako lita 20 utatumia. Lakini dozi maana yake kama una eka moja utatumia lita 2. Kwa hiyo bidhaa ya viuadudu unaweza kupulizia ndani? Hapana. Nimetangulia kusema kwamba
hivi wadudu kazi yake ni kudhibiti viluwiluwi wa mbu. Viluwiluwi wa mbu wanazaliwa kwenye maji. Kwa hiyo huwezi ukapulizia ndani kwa ajili ya mbu anaoruka, hapana. Ni mpaka kuwe na eneo lenye maji. Na maji yale yawe hayajafunikwa. Ni kama ni sim tank limefunikwa, hakuna uwezekano wa mbu kuingia, huwezi kuweka hiyo dawa. Lakini kwenye vyoo ambapo kuna mbu anaweza kuingia kwenye ile kuna pipe akataga mle mayai, hasa mbu anaoitwa Culex, pale unaweka dawa. Kwenye mifereji ambapo maji yametuama unaweka dawa. Kwenye bustani kama hapa ambapo kuna maji chini, mbu anaweza kutaga mayai, hapo unapiga dawa. Lakini kwenye concrete kama hapa ambapo hakuna tone la maji, huwezi kupiga dawa. Wala chumbani, ukiingia chumbani mbu hapo kwenye mle chumbani ukapiga dawa, hapana. Yenyewe inaua kiluwiluwi wa mbu tu. Sababu mbu anataga mayai yanaanguliwa anakuwa kiluwiluwi anakuwa buu anakuwa mbu kamili. Sasa mbu ambaye anaruka, ziko njia nyingine za kumdhibiti. Kuna serikali ilichofanya hivi ni kwamba sio kwamba hizo njia nyingine imeacha. Tuna kitu kinaitwa integrated vector management. Yaani kupambana na mbu kwa njia ya utengamano. Njia zote zinatumika kama jeshi. Kuna vikosi vya ardhini, kuna vikosi vya anga, kuna vikosi vya majini, umeelewa? Kuna vikosi vya jeshi vya hivyo. Kwa hiyo kama ni adui kumshinda, lazima wale wa chini watembee, wapige, wa majini washambulie, wa juu washambulie. Kwa hiyo neti zinaendelea kutumika. Hizi viuatilifu koko vya kupuliza vinatumika na hivi wadudu kwenye maji vinatumika. Eneo hili ndilo linalotuhitimishia ziara yetu, ikiwa sisi ni Bongo FM kupitia kipindi cha Plus 255 Made in Tanzania. Tulianza ziara yetu kuanzia kule ambapo kuna eneo la uzalishaji, tukaona bidhaa mbalimbali zinavyozalishwa. Lakini hapa ndipo mwisho wetu ambapo tumeona vile ambavyo bidhaa zinazalishwa na mpaka vile ambavyo wanazipaki kwa ajili ya kuzisafirisha kwenda kwenye halmashauri mbalimbali nchini. Tupo hapa kwa ajili ya kuzipa thamani zile bidhaa ambazo zinazalishwa Tanzania, lakini pia kuzisambaza, kuzifanya zijulikane na Watanzania. Watanzania wajue viwanda ambavyo vipo kwao na zile bidhaa ambazo ni za kwao. Kwa hiyo tupo hapa na tumekamilisha ziara yetu. Jina langu ni Hadija Mlacha. Kwenye Instagram page yangu napatikana kama Mlacha Hadija 20.